Katibu wa Baraza la Usalama wa Taifa wa Iran, Ali Larijani, ametoa msimamo mkali dhidi ya Marekani, akitangaza wazi kuwa Iran haitafanya mazungumzo yoyote na Washington, huku akitoa onyo kali kuhusu uwepo wa majeshi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Kupitia ujumbe wake rasmi aliochapisha kwenye mtandao wa X, Larijani alisema kwa kifupi, kwa msisitizo, hatutafanya mazungumzo na Marekani. Kauli hiyo inaashiria kufungwa kwa mlango wa diplomasia kati ya nchi hizo mbili katika kipindi hiki cha mvutano mkubwa wa kijeshi unaoendelea. Larijani pia alimshambulia rais wa Marekani Donald Trump, akimtuhumu kwa kuchochea machafuko katika eneo hilo. Alisema hatua za Trump zimesababisha vifo vya wanajeshi wa Marekani na kudai kuwa sera yake ya America First imebadilika na kuwa kwa manufaa ya Israel. Kwa tabia yake ya udanganyifu, amebadilisha kauli mbiu yake ya Marekani kwanza kuwa Israel kwanza, na amewatoa sadaka wanajeshi wa Marekani kwa tamaa ya nguvu ya Israel, alisema Larijani. Katika kauli nyingine kali, Larijani alisisitiza kuwa Iran haikuanza vita na kwamba taifa hilo kwa sasa linachukua hatua za kujilinda. Alisema propaganda na taarifa za uongo zinaenezwa ili kuhalalisha mashambulizi dhidi ya Iran, huku akisisitiza kuwa jeshi la Iran linafanya operesheni za kujihami. Leo taifa la Iran linajilinda, jeshi la Iran halikuanza shambulio hili, aliongeza. Aidha, Larijani alitoa onyo la moja kwa moja kwa nchi za Mashariki ya Kati zinazohusu uwepo wa kambi za kijeshi za Marekani katika ardhi yao. Alisema kuwa Irani haitashambulia nchi hizo moja kwa moja, lakini haitasita kulenga kambi za Marekani endapo zitatumika kushambulia Iran. Hatuna nia ya kushambulia nchi za eneo hili, lakini Marekani inapofanya operesheni kupitia kambi zilizopo katika nchi zenu, basi tutazilenga kambi hizo. Kambi hizo si ardhi ya nchi zenu, bali ni ardhi ya Marekani, alisema. Kauli hizi zinaashiria uwezekano mkubwa wa kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo hilo na kuongeza hofu ya kupanuka kwa vita hiyo. Kauli ya katibu wa Baraza la Usalama wa Taifa la Iran, Ali Larijani, kueleza kwamba Irani haitofanya mazungumzo na Marekani kwa aina yoyote ile hata iweje, ni kutokana na tuhuma ambazo rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akituhumiwa nazo kwamba amechagua kuifadhili Israel zaidi na kuipa kipaumbele Israel, ndio maana machafuko yameweza kutokea katika Mashariki ya Kati. Ni moja kati ya hatua ngumu sana ambayo Irani imeamua kuifanya, ni kama vile wameamua kupambana rasmi kwenye vita hivi ambavyo vinaendelea kwa hivi sasa. Lakini mapema kabisa, kabla ya kauli ya Larijani kusema kwamba hatutaingia katika mazungumzo, kauli hiyo ilikuja kufuatia ripoti iliyochapishwa na The Wall Street Journal iliyodai kuwa Larijani alijaribu kuanzisha mawasiliano ya siri kupitia upatanishi kutoka Oman kwa lengo la kufufua mazungumzo ya nyuklia kati ya Iran na Marekani baada ya kuuawa kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Sasa Larijani ni kama vile amekuja kuweka bayana kwamba taarifa hizo ni za uongo, lakini hakuna makubaliano ambayo Marekani itaweza kuyapata dhidi ya Iran kwa hivi sasa, kwa sababu hapo nyuma mazungumzo yalitarajiwa kufanyika wiki hii ambayo imeanza Austria Vienna, lakini yamevunjika kutokana na Israel na Marekani kwa pamoja kuanzisha mashambulizi moja kwa moja kuelekea katika taifa la Iran. Hivyo ametumia jukwaa la mtandao wa X, zamani Twitter, kueleza kwamba Irani haitaingia katika mazungumzo na Marekani kwa namna yoyote ile, lakini akaeleza kwamba hawana nia ya kuweza kushambulia nchi zilizopo katika eneo la Guba, bali tu kama kambi zao zitaweza kutumika kwa ajili ya kufanya mashambulizi au kupeleka mashambulizi nchini Iran, basi ndipo ambapo Irani itachukua hatua madhubuti za kuweza kushambulia kambi hizo moja kwa moja, akisema kwamba kambi hizo hazipo katika mikono yao, bali zipo katika mikono ya taifa la Marekani. Basi mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi ni kusihi tu uendelee kuungana nasi wakati wote leo hii, ambapo hapa utakwenda kujipatia kila habari ambayo inajiri katika anga za kimataifa, ikiwa kuna mambo mengi sana ambayo yanatokea, hususan vita vinavyoendelea kati ya Marekani, Israel dhidi ya Iran. Kwa taarifa zaidi usiache kusubscribe channel yetu, kulike, kukomenti pamoja na kushare.